kitabu cha Ezekieli sura ya 35 na ya 36. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro. Ninawaalika kwenye kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Naomba uweze kuungana na sisi mpendwa, maeneo mbalimbali uliopo. Tuko pamoja katika ulimwengu wa roho ndani ya mwili wa Kristo. Hivyo usiogope. Tusali. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati ambao Baba unatuwezesha kuunganika kwa ajili ya kusoma neno lako la uzima. Tunaomba Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, usimamie maisha yetu Bwana. Tuwezeshe tuweze kulielewa neno lako, tuwezeshe Mungu uweze kututia nguvu. Neema yako Bwana itusaidie ili kupitia neno lako ili tuweze kutiwa uzima. Tukinge na kila hatari zote za roho na za mwili. Damu ya Yesu inenayo mema kuliko ya Habili ijifunue ndani yetu ili wote tuweze kuelewa neno lako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, bila kupoteza muda tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project ili tusonge mbele na usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Ni kitabu cha Ezekieli mlango wa 35. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, kaza uso wako juu ya mlima Seiri, ukatabiri juu yake, uambie, Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi ni juu yako, mlima Seiri, nami nitaonyosha mkono wangu juu yako, nami nitakufanya kuwa ukiwa na ajabu. Miji yako nitaiharibu, nawe utakuwa ukiwa, nawe utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa kuwa umekuwa na uadui usiokoma, nawe umewatoa wana wa Israeli wapigwe kwa nguvu za upanga, wakati wa msiba wao, wakati wa mwisho wa uovu. Basi kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, nitakuweka tayari kwa damu, na damu itakufuatia. Ikiwa hukuchukia damu, basi damu itakufuatia. Hivyo ndivyo nitakavyofanya mlima Seiri kuwa ajabu na ukiwa, nami nitakatilia mbali nao mtu apitaye na mtu arejeaye. Nami nitaijaza milima yake watu wake waliouawa, katika milima yako na katika mabonde yako na katika mifereji yako ya maji yote wataanguka wao watakaouawa kwa upanga. Nitakufanya kuwa ukiwa wa daima, na miji yako haitakaliwa na watu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa sababu umesema, mataifa haya mawili na nchi hizi mbili zitakuwa zangu, nasi tutazimiliki, ijapokuwa Bwana alikuwako huko. Basi kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, nitatenda kwa kadiri ya hasira yako na kwa kadiri ya wivu wako ulioudhihirisha kwa kuwachukia, nami nitajidhihirisha kwao nitakapokuhukumu wewe. Nawe utajua ya kuwa mimi Bwana nimeyasikia matukano yako yote ulioyanena juu ya milima ya Israeli, ukisema, wamefanyika ukiwa, wametiwa katika mikono yetu tuwale. Nanyi mmejitukuza juu yangu kwa vinywa vyenu na kuyaongeza maneno juu yangu. Nimesikia mimi Bwana Mungu asema hivi: dunia yote itakapofurahi, nitakufanya kuwa ukiwa, kama vile ulivyofurahi juu ya urithi wa nyumba ya Israeli, kwa sababu ilikuwa ukiwa, ndivyo nitakavyokutenda wewe. Utakuwa ukiwa, mlima Seiri, na Edomu yote, naam yote pia, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mlango wa 36. Na wewe mwanadamu, itabirie milima ya Israeli, useme, enyi milima ya Israeli, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu adui amesema juu yenu, aha, na mahali pa juu pa zamani pamekuwa petu tupamiliki, basi tabiri useme, Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu, naam, kwa sababu wamewafanya ninyi kuwa ukiwa na kuwameza pande zote, mpate kuwa milki kwa mabaki ya mataifa, nanyi mmeamba kwa midomo yao waongeao na kwa masingizio ya watu. Kwa sababu hiyo, enyi milima ya Israeli, lisikieni neno la Bwana Mungu. Bwana Mungu aiambia hivi hiyo milima na vilima, mifereji ya maji na mabonde, mahali palipoharibika na kwa ukiwa, na miji iliyoachwa na watu, ambayo imekuwa mateka na kuzomewa na mabaki ya mataifa walio karibu pande zote. Basi Bwana Mungu asema hivi:
Hakika kwa moto wa wivu wangu nimenena juu ya mabaki ya mataifa, na juu ya Edomu yote, waliojiandikia nchi yangu kwa milki yao, kwa furaha ya mioyo yao yote, kwa jeuri ya roho zao, ili waitupe nje kwa mawindo. Basi katika kutabiri habari za nchi ya Israeli, uiambie milima na vilima, mifereji ya maji na mabonde, Bwana Mungu asema hivi: tazama, nimenena katika wivu wangu na hasira yangu, kwa sababu mmechukua aibu ya mataifa. Basi Bwana Mungu asema hivi: nimeinua mkono wangu kusema, hakika mataifa walio karibu nanyi pande zote, wao watachukua aibu yao. Lakini ninyi, enyi milima ya Israeli, mtachipuza matawi yenu na kuwapa watu wangu Israeli matunda yenu, maana wakaribu kuja. Maana tazama, mimi nasimama upande wenu, nami nitawaelekea, nanyi mtalimwa na kupandwa mbegu. Nami nitaongeza watu juu yenu, nyumba yote ya Israeli, naam, yote pia. Nayo miji itakaliwa na watu, na mahali palipoharibika patajengwa. Nami nitaongeza juu yenu mwanadamu na mnyama, nao watazidi na kuzaa. Nami nitawakalisha watu ndani yenu kwa kadiri ya hali yenu ya kwanza, nami nitawatendea mema kuliko mema ya mianzo yenu. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Naam, nitaleta watu watembee juu yenu, naam, watu wangu Israeli, nao watakumiliki, nawe utakuwa urithi wao, wala hutawafisha watoto wao tena tangu leo. Bwana Mungu asema hivi: kwa kuwa watu hukuambia, wewe nchi umwenye kula watu, nawe umekuwa mwenye kufisha watu wa taifa lako, basi hutakula watu tena, wala hutafisha watu wa taifa lako tena, asema Bwana Mungu. Wala sitakusikilizisha tena aibu yao wasioamini, wala hutachukua matukano ya watu tena, wala hutalikwaza taifa lako tena, asema Bwana Mungu. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nyumba ya Israeli walipokaa katika nchi yao wenyewe, waliitia uchafu kwa njia yao na kwa matendo yao. Njia yao mbele zangu ilikuwa kama uchafu wa mwanamke wakati wa kutengwa kwake. Kwa hiyo nalimwaga hasira yangu juu yao, kwa ajili ya damu waliomwaga juu ya nchi, na kwa sababu wameitia uchafu kwa vinyago vyao. Nikawatawanya katika mataifa, wakatapanyika katika nchi nyingi. Kwa kadiri ya njia yao na kwa kadiri ya matendo yao naliwahukumu. Nao walipowafikiria mataifa yale walioyaendea, walilitia unajisi jina langu takatifu. Kwa kuwa watu waliwanena wakisema, watu hawa ni watu wa Bwana, nao wametoka katika nchi yake. Lakini naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu, ambalo nyumba ya Israeli walikuwa wamelitia unajisi katika mataifa walioyaendea. Kwa hiyo waambieni nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi: sitendi hili kwa ajili yenu, nyumba ya Israeli, bali kwa ajili ya jina langu takatifu mliolitia unajisi katika mataifa mliyoyaendea. Nami nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa mlilolitia unajisi kati yao, nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana Mungu, nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Maana nitawatoa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote, na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Nami nitawaokoeni na uchafu wenu wote, nitaiita ngano na kuiongeza, wala sitaweka njaa juu yenu tena. Nami nitazidisha matunda ya miti na mazao ya mashamba, msipate tena kutukanwa na mataifa kwa sababu ya njaa. Ndipo mtazikumbuka njia zenu mbaya na matendo yenu yasiyokuwa mema, nanyi mtazichukia nafsi zenu kwa macho yenu, kwa sababu ya maovu yenu na machukizo yenu.
ijulikane kwenu ya kuwa silitendi neno hili kwa ajili yenu, asema Bwana Mungu. Tahayarikeni na kufadhaika kwa sababu ya njia zenu, enyi nyumba ya Israeli. Bwana Mungu asema hivi: siku ile nitakapowatakaseni na maovu yenu yote, nitaifanya miji ikaliwe na watu, na palipobomolewa pajengwe tena. Nchi iliyokuwa ukiwa italimwa, ijapokuwa ilikuwa ukiwa mbele ya macho ya watu wote waliopita. Nao watasema, nchi hii iliyokuwa ukiwa imekuwa kama bustani ya Adeni. Nayo miji iliyokuwa mahame na ukiwa na magofu sasa ina maboma, inakaliwa na watu. Ndipo mataifa waliobaki karibu yenu pande zote watajua ya kuwa mimi Bwana nimejenga mahali palipoharibika, nami nimepanda mbegu katika nchi iliyokuwa ukiwa. Mimi Bwana nimesema hayo, tena nitayatenda. Bwana Mungu asema hivi: tena kwa ajili ya jambo hili nitaulizwa na nyumba ya Israeli, ili niwatendee. Nami nitawaongeza kwa watu kama kundi la kondoo, kama kundi lililo tayari kutolewa sadaka, kama kundi la Yerusalemu katika siku kuu zake zilizoamriwa. Ndivyo itakavyojazwa watu miji ile iliyokuwa maganjo. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana.